Baba, katika jina la Yesu nakupa sifa na kupa utukufu kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Mungu wa ajabu, naomba nitumie kwa maana mimi ni chombo. Utamaraki, utawale na uonekane mwanzo na mwisho. Uondoe kila rahana, uondoe kila madhabahu, uondoe kila nguvu za giza, uondoe kila minyororo ya Shetani iliyofunga watu wako Baba wasiweza kukubali uokovu. Hiyo kifungo kupitia kwa neno hili, hiyo kifungo na ikemea ibada kushindwa katika jina la Yesu. Hiyo kifungo ishindwe. Mungu utamaraki na uonekane. Waliofungwa wasije wakaamini kwamba wewe ndio Kristo na Mwokozi. Neno hili liwafungue wapate kutambua mema na mabaya, kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha kutoka kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 8:1-7 ndasoma. Maandiko inasema, basi Elisa alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanaye, akasema, ondoka uende wewe na jamaa yako ukae hali ya kigeni utakaloweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amulilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kusii mambo makuu yote, jinsi alivyomfufua mtu aliyekufa. Tazama, huyo mwanamke aliyefufuliwa mwanaye alimulilia mfalme kwa ajili ya shamba yake, kwa ajili ya nyumba yake na shamba yake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke ambaye Elisa alimfufulia. Na mfalme alipouliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Basi mfalme akamtolea ovisa, akasema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia mwenzako ni wakati wa neno. Usikize neno na usome neno, upata kubarikiwa. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe wa leo unahusu unabii. Mama huyu, wale mmesoma kitabu cha kwanza cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme, mara mingi vitabu hivi viwili vinazungumzia kuhusu ujumbe, kuhusu unabii, vile Mungu alitumana kwa watu wake. Kwa hivyo hapo inamaanisha nini? Shetani ana wake na Mungu ako na wake. Hebu niulizie mwenzako, wewe unaona uko pande gani? Muulize hivyo tena. Muulize tena. Hiyo ni mara 3, si ndio? Siajibu basi. Bwana asifiwe. Kulingana na neno hili, kwa nini nabii alizungumza na huyu mama? Na ni kwa nini alimwambia nchi hii unakaa, njaa inakuja? Na hiyo njaa haitakaa miezi, haitakaa miaka michache. Miaka 7 ni miaka mingi. Lakini akampelekea ujumbe, akamwambia, Mungu amenituma kwako nikuambie, katika nchi hii unakaa kuna kuja njaa
na itasumbua watu miaka 7. Naomba uende nchi ya ugenini, utoke hapa, usihangaishwe na njaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na yeye neno ni moja, alitii. Bwana asifiwe. Sasa leo hii ukiambiwa hii nyumba mahali unakaa kuna madhabahu inatesa watu, unasema uchumi ni mbaya, niombee nitaesama next year. Nataka usike kitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye aliponenewa, kipindi aliyonenewa hakukuwa na njaa. Kulikuwa na sibe, watu walikuwa wamesiba, lakini akaambiwa kwa neno la unabii, hapa kutakuja nini? Njaa, ondoka. Bwana asifiwe. Na yeye hakuendelea kukaa. Maandiko imesema akatii neno la mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, akatii. Akaondoka, akaenda nchi ya Wafilisti. Na kule ndipo aliokaa miaka 7. Kule nyuma alipotoka, njaa ni mbaya, inaua, inatesa, inakosesa watu heshima. Lakini yeye akaonywa mapema, akatia, akaondoka, akaenda akakaa mahali kuna chakula. Mungu akamlinda. Na hakuenda peke yake. Maandiko inasema alienda pamoja na jamaa yake. Unaweza kuamini wewe peke yako na Mungu akukumbuke pamoja na nyumba yako? Maana sio nyumba ilinenewa, ni mama alinenewa na akaambiwa uondoke pamoja na nyumba yako. Na alipoondoka aliokoka, aliokolewa yeye pamoja na nyumba yake. Na asifiwe. Kama hujatoka, ngojea tu huko. Hata network isiki huko, ngojea tu kidogo. Maana roho amenena sasa, amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko imesema mama alipoambiwa, yeye alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kuna historia. Hata Gehazi mtumishi wa Elisa anajua mwenyewe kwamba huyu mama mtoto wake alikuwa amekufa, na pia akaomba akafufuka. Ako na habari njema kuhusu huyo mama. Sijui sasa leo wewe ambao unanisikiza, jirani yako ako na habari gani kukuhusu? Jirani yako ako na habari gani? Mfanyikazi mwenzako kazini, yeye ako na habari gani kukuhusu wewe? Anaweza kukutetea kwa supervisor, kwa manager, kwa director, aseme kule huyu ninamjua, anastahili kutendewa ili tendo njema. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama ako na historia. Kuna watu walisimama na yeye kwa sababu historia yake ni nzuri. Kuna wamama wengi pale wangenenewa ili wasikufe kwa sababu ya njaa. Lakini maandiko imesema Elisa alitumwa kwa yule mama ako na historia njema, ako na tabia njema, ako na matendo mema, ambaye aliamua kama ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu hakutaka ateseke yeye na watoto wake na jamaa yake, na umee kule kulitokea njaa. Alinenewa mapema. Hakuwa kama Thomas ambaye alisema Yesu akapamba msalabani, nataka kuona. Bwana asifiwe. Yeye hakungojea aone, lakini aliamini. Neno ni moja hapa, aliamini ya kwamba yale yametabiriwa mabaya, sitangoja, mimi nitaondoka. Bwana asifiwe. Nimesikia mnaulizwa, Roho alisema itakapofika mwezi wa 6 ni nini? Roho alisema, nimesikia nyinyi wote kila mtu amenyama. Aliye na macho aambiwe tazama, na aliye na masikio aambiwe sikia. Maana yake anasikia. Hatuko mbali na hiyo mwezi, ngojea tu. Bwana asifiwe. Maana manabii wote wamesajulizwa habari hiyo, na waliambiwa mapema ya kwamba muda huu utakapofika nitatenda jambo. Lakini wewe ukaenda ukarara, ukafikiri ni kawaida. Unangoja ukumbuzo.
hii hautakumbuzwa. Bwana atakamilisha kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mama alitii kwamba nabii amesema, na aliporudi baada ya miaka 7, maandiko imesema akakuta ile nyumba yake imenyakuliwa, shamba imenyakuliwa. Lakini mahali pale akaenda kwa mfalme, akakuta Gehazi akiuliza habari ya nabii Elisha kwamba huyu mtumishi amefanya ishara, amefanya mambo makubwa, hebu niambie wale waliofufuliwa. Akiendelea kupeana habari, na yule mama akasema, nalilia shamba yangu na nyumba yangu, nilienda ugenini na nimerudi sijapata nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na Gehazi naye mara moja akasema huyu mama ndiye yule nabii Elisha alifufua mtoto wake. Mama mwenye historia njema, maana hata yule aliyefanya kazi kwa mtumishi wa Mungu anamtambua. Wewe leo hii unatambuliwa na nani? Nani atakaye simama na wewe wakati majaribu yatakuja akutetee na asema ya kwamba ni kweli mama huyu, ndugu huyu, kijana huyu, msichana huyu, ninajua habari yake na ninamuombea kibali kwa mfalme apate haki yake? Ni nani atasimama na wewe? Bwana asifiwe. Ikiwa umeharibu jina kila kona, ni nani atasimama na wewe? Kwa sababu hawa walisimama wakamtetea yule mama, na ikaonekana ni mambo ya ukweli. Fitina iwezi ikatetewa, uchawi iwezi ikatetewa, userati iwezi ikatetewa. Neno njema watajulishwa manabii wa kuombea rehema kwa Mungu. Hata kama ulikuwa unaenda kufa, Mungu akupe uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine hata hawana habari, kwa sababu habari yao ni mbaya. Kila mtu anasema ya kwamba huyu ndugu atahama lini hii ploti, huyu atafutwa lini hapa, maana ni mchochezi, ni wa kufuruga wengine. Lakini kwake anataka amani, na kila roho iliyejificha katika nabii ikionekana ni roho njema, lazima iondolewe, maana wakati umefika. Bwana asifiwe. Ili waliye naso na hiyo roho wapata kufunguliwa na kujua ni nini mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Juda ndivyo alivyofanya, akimwambia Yesu, tuko pamoja. Yesu anamwambia, ni kweli tuko pamoja? Anamwambia tuko pamoja. Kwa gereza tutakuwa pamoja, hata kwa kufa tufe pamoja. Lakini Yesu akamgeukia akamwambia, usiku wa leo kabla jogoo kuwika mara 3 utanikana, utasema unichui. Na ukweli alifika mahali akasema, huyo mtu mimi simujui, huyo mtu mimi simujui, huyo mtu mimi simujui. Jogoo ikawika. Yesu akageuka akamwangalia. Petero akajuta, akalia kwa machozi, maombi ya toba, maombi ya msamaha. Akasema, Bwana unikumbuke na unirehemu. Na watu wote walijua huyu pia ni mwanafunzi. Kama nimekutia hapa mafuta, kama nimekuombea wokovu hapa, pia wewe ni mwanafunzi wa hapa. Ukienda huko ukikataa, sauli yako. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe akaonekana kwamba hata ajui Yesu, hata hajawahi muona. Wamekula pamoja, wamekula mesa ya Bwana pamoja, wameumega mkate pamoja. Lakini upande huu mwingine anasema, mimi simujui, mimi simujui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maroho kama hiyo imeinuka, imetawala kila mahali. Anasema, huyo, hata huyo senior bishop mimi sijawahi muona. Hata ninasikia watu wanasema sijawahi muona, lakini na saa nyingine unaona tuko na wewe hapa. Bwana asifiwe. Lakini unasema hujawahi niona. Utaniona tu. Hata saa hizi unaniona. Utaniona tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye hakujua ya kwamba yoyote ambaye ametembea na Yesu anatembea kama mwanafunzi, maana amefundishwa.
maongeo, matembezi. Sasa akionekana hata akiongoza anasema huyu ni mwanafunzi vile anatembea, maana amefundishwa. Huyu vile anaongea, aongei maongeo ya kutawanya watu, anaongea maongeo ya kuweka watu pamoja, kwa maana ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mama akajulikana ni mama aliye na matendo mema. Ikawa siku ya mateso, lazima Mungu amukumbuke. Bwana asifiwe. Sasa Mungu leo anatafuta mtu wa aina hii. Ni nani atakayesimama katika hema ya Bwana? Ni nani? Ni nani atakayesimama na aseme, Bwana ninadai haki yangu, sina Mungu mwingine, ni wewe ninaamini. Wengine wamekataa, wametusi hata manabii, hata kwa fikao wamewatusi. Sasa unakuta mtu oroba sana ni amegonjeka. Daktari amepima, amepeana dawa, hii mtu haponi kwa sababu amepigana na watumishi. Kwa hivyo kwa lugha nyingine ako na laana ya watumishi. Huyu hahitaji sindano na dawa, anahitaji awekewe mkono na yeye ajifungua aseme kweli, mimi nilipigana na kanisa, mimi nilipigana na askofu, mimi nilipigana na mama askofu, mimi nilipigana na kwaya, lakini leo ninaomba msamaha. Akitamka hivyo, ninaomba msamaha, atasimama, atapona, taendelea mbele. Lakini sasa amekataa. Umefika kipindi Mungu anataka alipize kisasi. Maana Sauli alipigana na kanisa, hakushinda, alisindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna roho iliinuka nikihubiri kule Machengo. Wale mnajua Machengo kule Kikumba, miaka ya zamani. Huyo mama Muganda ndiye aliyekuwa kama mama yetu wa roho hiyo kipindi. Ananitapiri uonga, anasema wewe Mungu amesema utakaa na sisi hapa kanisani, utakuwa unaenda, wewe ni mtume. Kwa hivyo utakuwa unakaa hapa, wewe ni nani? Ni mtume. Nikasikiza kwa roho, nikaona hii neno haingii. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona sasa huyu amekuwa na vita vya kiroho, anitaki pale. Bwana asifiwe. Sikubisana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku akianza kuniambia hivyo, ni wakati ambao ameleta mama mwingine atuwekee mikono. Tulikuwa wachungaji 7. Huyo mama amefuga makucha paka hapa imepakwa red hapa. Sijui ilikuwa inatuonyesha hii ni red card, sikuelewa. Lakini ni mrefu, unaona kama ikuwekea vibaya ataweza kukutunga uumie. Nikaona sasa hii. Nikamwambia huyu kama atawekea wengine ni sawa, lakini mimi no. Msimamo wangu mimi ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ati hapana, nilimwalika leo, huyu ni mgeni wetu. Nikamwambia mama, ungenielewa. Huyu ni mgeni wako. Lakini kwa sababu mimi nasikiza Mungu anasema nini, sio mgeni wangu. Naomba radhi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama alikuwa Muganda, huyu nabii. Anapiga magoti paka chini, mnaelewa vile Waganda wana PF. Anasema mtumishi wa Mungu. Tusikie vile huyu anasema. Mimi ni sasa hapa nikakuwa mkani, nikamwambia sasa siwezi kusikiza Shetani. Bwana asifiwe. Kaniambia sasa wacha, tumekuacha. Wacha basi ya upili. Ndio kama ni kuhubiri ni sawa. Bwana asifiwe. Ni vizuri ukiokoka ulize Mungu. Ulisema mwenyewe tujazwe roho, ndio wale wa ulimwengu akikuja tuwasinde katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia wale mandugu wengine mchihatari, hapa kuna roho imekuja kunyakua kanisa. Lakini baadaye nitawaeleza maana tayari iko na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa pale yule mama anakaza tu huyu mgeni, lakini akaona mimi vile nimekuwa mkali akaniondokea. Maana wale wengine walikuwa ni wachungaji sio manabii kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo kidogo yule akahubiri akaanza kusema sasa nawekea watu wote kwa kanisa miko. Na maandiko inasema vizuri.
chunguzeni kila roho kabla hiyo roho ijakuwekea mkono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikaelezwa mapema na roho hizi ni zile roho za kuharibu makanisa na kunyakua makanisa. Hatari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale nikajua nilitapiriwa asubuhi kuko hivi. Leo huyu amekuja imesemekana hivi. Na ukimwangalia maana maandiko yanasema mti mwema utazaa matunda mema na mti mbaya utautambua kwa matunda yake maovu. Bwana asifiwe. Mahali pale alipohubiri nikamwambia Mungu, kwa sababu tumetoka na hii kanisa mbali, tumepigana na wakora hapa wakinyang'anya watu hata Biblia. Wacha hii wokovu umeokoka soft. Tulikuwa tunapita pale ukipita kama kiatu yako ni mzuri, wanaipigia bei, wanaanza kusema kiatu 200 na hiyo mtu hana kiatu kwa mkono. Unasema ni kiatu gani inauzwa hapa? Kumbe ni wewe unauzwa, ungali unatembea. Kidogo kidogo unasikia tu bei inapigwa, bei inapigwa. Wewe kanyaga kulikuwa na kamuti kamoja tu hivi kanafuka kutoka ngambo hii akamkunji kuelekea kule ngambo. Sasa ukifika katikati anaruka hivi. Kama utoe kiatu ndaruka tena uanguke kwa mtu. Sasa unaogopa. Na unaenda kanisani sasa unatolewa kiatu unaambiwa toa tupa huko. Toa tena ingine. Toa na koti. Bwana asifiwe. Lakini tukaomba Mungu kwa sababu anaweza. Hiyo hali yote kaisa. Na sasa karudi kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunalipa rent ya kanisa 200. Hiyo wakati 1995. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata hiyo 200 mnaelewa kupata ni 6. Alafu ukienda tena unyang'anywe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali pale mimi nikamwambia sasa kama imefika hapo, yeye anawekea zizi mkono, mimi nitamuomba Mungu wa mbinguni aliyeniita ajitiririse hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaanza anawekea mkono watu mkono, anasema katika jina la Bwana, katika jina la Bwana, katika jina, sijui kama mnanielewa. Katika jina la Bwana, katika jina la Bwana, naomba mfunguliwe. Ai, huyu Bwana, 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 Bwana. Ni Bwana mgani? Na maandiko yanasema tutaje jina la Yesu. Nikasikiza nikasema si nilikataza yule akusikia mimi wacha nianze maombi yangu. Nikaomba akiendelea kuwekea watu mkono kama ungekuwa mahali pale na wewe huo umejificha hata ungejua. Aliruhusu alipepwa hivi juu. Akaangua kwa mlango chini. Pa! Kaanza kutoa pofu. Kaka kimya kama yule anaenda. Sio kuenda Mombasa. Kama yule ameitwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule mama alipishana akaniambia mtumishi tufanye nini? Namwambia wewe muombe. Mimi hapana. Sisi kukataza mapema. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona sasa yule mambo itaharibika. Nikaenda pale nikaamulisha ile pepo katika jina la Yesu. Ikaongea. Ikasema hiyo ni roho imetoka kusimu, ni roho ya Lucifer inapigana na makanisa. Nikamleta karibu ili asikie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwambia sasa umesikia hiyo roho. Kwa hivyo shetani pia anatumana. Bwana Yesu apewe sifa. Na anaongea kama lugha ukweli usipokuwa careful. Tulipomaliza kanisa aliita mkutano wa dharura sasa. Akasema sasa naona vita imeanza ni kubaya, kila mtu aenda afu. Nikamuuliza mimi ni nabii. Naongoza kwa kifungo, siwezi amuka nifunge. Mimi naomba Mungu anielekeze. Ni wakati gani unaofaa nifunge na nimwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo pale kulikuwa na vifungo lakini Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Nikaomba nikamwambia Mungu sasa hii kanisa sitakuwa pande. Nitume kule mbele niendelee mbele. Paka hapa sasa. Tupie Yesu makofi. Kwa hivyo mnaona hapa kulingana na maandiko hii roho ilikuwa inatumika ilikuwa ni roho mzuri ili mama asiteseke na wewe Mungu akusaidie mahali ulifungwa Mungu akufungue roho nzuri ikuongoze.
ufanikiwe mahali unaenda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mapaye yanakuja, kuna vile Mungu atakutoa hapo, ile mapaye sikupate. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nilikuwa natoka town, nikafika pale, wale mnajua Tetra Pak. Wakasema hii gari ipiti hapa, kila mtu asuke chini. Tunageuka tunarudi town. Ilikuwa Nissan hivi. Nikasuka. Ingine akakucha minibus. Nikasema hii sasa inaenda kule mbele nilikuwa naenda. Kwenda kuingia, kondakta akanisika kwa kifua akaniambia, wewe si wa kuenda na hii. Wewe rudi chini. Na ndani kuna nafasi mingi ya kukaa. Sikubisana na yeye. Nikaenda nikasimama kando, nikaambia Mungu, uniletee ile iweze kunisumbua, ile siwezi kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile ambao itaenda vizuri na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Na wahubiri upata kuelewa maana ya unabii na vile Mungu anatetea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokaa pale ingine ikakuja, nikapanda. Kipindi hicho, hiyo barabara ilikuwa inatengenezwa hiyo miaka. Kwenda mbele sisi tumetoka nyuma, ile yenye nilisukuma, nikakuta yote ilianguka kwa mta. Watu wanaokolewa. Sisi tukapita, tukaendelea na safari. Mungu anajua vile anasimama na walio wake, ndio maana alisimama na huyu mama. Na chochote alinyanganywa, Mungu alirejesha. Kwa sababu ya uaminifu wake, samba alirejeshewa. Haleluya. Nyumba yake ilirejeshwa. Maana mfalme alisema, nimetuma askari ambaye ni ofisa aenda amrejeshe vitu vyake vyote. Tangu aliposafiri hata leo. Uliza mwenzako, umenyanganywa nini? Na uko na uhusiano gani na Mungu? Ndio Mungu akutetee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo mama alipoambiwa nenda, alijua ile vitu ameacha nyuma, Mungu atashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Alijua vitu vyake ambavyo amewacha nyuma, Mungu atashughulika. Huu ni mwaka urejesho, na wewe Mungu ashughulike. Kwa ndoa yako Mungu ashughulike. Kwa biashara yako Mungu ashughulike. Kule nyumbani Mungu ashughulike. Kila kona Mungu ashughulike. Katika jina la Yesu. Maana maandiko yanasema Zaburi 24, vitu vyote vya baraka ni vyetu. Mali, taabu, masamba mazuri na mali ya dunia ni yetu. Psalms number 24. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo ningependa mahali popote unaenda, soya kusema, mimi ni mbarikiwa na baba yangu aliye mbinguni ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutembea ukisema nimefungiwa nyumba, nitakufa mapema, huko kazini nimetisiwa na supervisor, sioni mahali mambo yangu inaenda. Sema hata kama ninatisiwa, mimi ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, umesikia hiyo neno? Kama umesikia basi sema wewe ni mbarikiwa. Amutaki kusema? Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa njanga tunapita. Si hata mimi nilisi hapa na familia yangu zamani. Nikaambia Mungu sasa nikae kwa kijiji. Hapa kwa Islamu unaona aje. Hata mimi hapa napita. Yesu alizaliwa wapi? Yesu alizaliwa wapi? Alilelewa wapi? Alilelewa wapi? Ala. Bwana Yesu asifiwe. Alipotafutwa na maadui, Mungu alikuwa ananena na Yusufu. Na anamwambia vizuri, kuna roho mbaya zinatafuta mtoto, simuue. Muamuke usiku na mapema, mtoke, muende Misri. Paka wale wachawi wanatafuta mtoto, watakapokufa ndio mrudi. Na wewe yule anapigana na wewe, atakufa. Ndio urudi, upite hapo bila stress katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua vile anapigania walio wake. Wakati mfalme amesema
watoto wote wa chini ya miaka 2 wawawe akifikiria Yesu yuko hapo. Kumbe alisatolewa, maana Mungu amenenea Yusufu. Na wewe Mungu akunenee. Kwa ndoto akunenee. Hata mchana kwa maona akunenee. Na akutangulie. Lakini wale mnasoya fitina, utanenewa saa ngapi? Maana hii roho haikuangi kwa fitina. Unaonaje? Haikuangi kwa uchawi. Haikuangi kwa userati. Anataka utakatifu ndiye akunenee. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi hata kasini nimetetea wokovu wangu mpaka leo. Hata mkubwa alikuwa anakuja anauliza, sasa nasikia wewe ukipangwa kazi unasema wewe ni Mkristo. Nikamwambia si ati nasema, hata saa hii nitasema. Mimi ni mtumishi, tena ni Mkristo, tena katiba ya nchi imenipa ruhusa kwa mwezi hata siku 4 nienda nimtumikie Mungu. Nikuletee katiba nikusome. Lakini wewe ukiwa kasini unasema hata hujaokoka. Utabarikiwa lini? Tangaza uokovu kila mahali. Wacha kujificha. Kiwa Rogoro huko nyumbani sema nimeokoka na Yesu ni Bwana. Kiwa kwa biashara sema nimeokoka na Yesu ni Bwana. Kiwa kwa biashara ya avocado, ambia hata avocado mutoke hapa mununuliwe. Msiose hapa muniharibie jina. Maana tumepewa mamlaka. Kuna wachawi wanaweza kuuza hiyo avocado iharibike. Unanenea avocado na niambia usigusu na mkono mbaya. Maana mimi mwenyewe mikono yangu ni ya baraka. Bwana asifiwe. Siku moja kuna mama aliniambia huko Kisii kwamba hii shamba yangu nikiweka mbolea, nikifanya nini, hakuna kitu inatoka. Nikamwambia leta hiyo mbegu. Nikaombea hiyo mbegu, nikamwambia sasa hii mbegu ndio utaenda upande, shamba ifunguli. Kaniambia lakini mimi ni mwana wa Sabato. Nikamwambia usifungwe na dini. Mimi sijakutoa kwa Sabato, lakini nenda upande hiyo wakati wa kupanda. Utanipa taarifa. Nilikuwa nimehubiri kwa crusade moja. Ndio nikamwambia wewe nunua mahindi kilo 2 tu, niombe. Uende uchanganye na ingine. Italeta mazao mema. Kutoka hiyo miaka mpaka leo hawezi panda bila kupiga simu. Mtumishi wa Mungu naenda kupanda. Roho wa Mungu anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu maandiko inasema mafuno ya kwanza ni ya Mungu, na wewe uko mbali. Wewe ndio ulileta hii baraka. Nifanye nini? Wewe unaulizanga hivi. Unaonaje? Alafu nampa mwelekeo na hiyo shamba. Hata wengine wakose kufuna, yeye anafuna. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu mama Mungu alitafuta roho yake. Kasema wakati wa njaa, huyu mama ni mwaminifu. Ameokoka. Sitakubali ateseke kwa sababu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuombe Mungu aondoe hii ukonsefu, aondoe hii njaa, hii maisha ya chini kwa Wakristo katika jina la Yesu. Ili sisi tubarikiwe, tuinuliwe, kila mahali tunaenda tuone hii neema na Bwana inuliwe katika jina la Yesu. Kwa sababu maandiko yamesema ilisemekana arudishiwe mali yake. Na wewe aende urudishiwe katika jina la Yesu. Kasini urudishiwe, hata kasini uinuliwe. Bwana asifiwe. Wale waliyesema ya kwamba uende upotelee mbali. Unaona wakati huyu mama alitoka, wale waliingia kwa shamba yake. Hawakutarajia atarudi. Hata waliomba maombi akaanga huko apotee. Bwana asifiwe. Hawakujua kuna neno la unabii la miaka 7 kwamba huyu ni wa kurudi. Kama kuna mtu amekatilia mali yako, lazima ajipange sasa. Katika jina la Yesu. Lazima ajipange. Ambia mwenzako lazima ajipange. Mwambie Mungu amesema ajipange. Itarudishwa katika jina la Yesu. Na hiyo mtu asipate amani.
Kama ni shamba yako anakalia, asipate amani. Kama ni ya wazazi, asipate amani. Kama ni ya babu, asipate amani. Aanza kuachiria. Hata hiyo nyumba aachirie. Bwana asifiwe. Unajua nyumba nataka unielewe. Kuna nyumba wale walisema hata uwezi jenga. Hiyo ni kunyang'anywa. Bwana asifiwe. Nataka uende uchenge nyumba ya kisasa, nyumba ya kifahari. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliotaka uchenge ya nyanzi imepitwa na wakati. Bwana asifiwe. Unachenga hapo, kila mtu akipita anauliza, engineer, yule aliyechenga hii nyumba ni nani? Unawaambia huyo nilimtoa huko headquarter Nairobi. Ukimtaka huyo ni wa gharama. Hii nyumba nilipigia hesabu. Tena ukiona hiyo nyumba, mkono wa Mungu uko kwa hiyo nyumba. Si kama umepata ujumbe. Bwana asifiwe. Usiwaogope hao wachawi. Usiwaogope hao waganga. Mimi ni nabii na nimekutabiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Gehazi alisema ninamjua. Kwa hivyo na mimi naweza sema nakujua. Kama ninakujua. Kama ninakujua. Naweza kukutetea kwa Mungu kama ninakujua. Niko metali kiasi. Hapo niko metali kiasi. Waliosoma metali zamani watanielewa. Kama ninakujua. Nitakutetea kwa hapa niseme, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, mkumbuke huyu, maana ninamjua. Na ninamjua kwa matendo. Maana alinunua kiti kanisani ili wengine wakalie. Kwa hivyo ninamjua. Huyu anaosa kanisa, ninamjua. Kwa sababu aliosa akimaanisha aosei senior bishop, aosei viongozi ama wasirike, lakini aliosea Mungu wa mbinguni nyumba yake. Kwa hivyo Mungu alimhesabia matendo mema. Anapaswa abarikiwe, anapaswa apone. Ninataka nione ni nini nitakumbusa Mungu ili akuondolee machanga. Bwana asifiwe. Unajua kuna proti unaweza ama hivi, ukiama kama leo. Ukisikia imemaliza siku 2-3 unasikia ilichomeka, unasema na tena inachomeka ile rumu yenye ulikuwa unaishi. Na umesha toka ha? Ni Mungu anakupigania. Bwana apewe sifa. Siku moja mnakumbuka buruburu gari ilichomeka. Kila mtu anapiga simu. Amuka senior. Si mtoto wako anasoma huko. Buruburu inachomeka. Nawaambia msijali. Atujali namna gani? Tuende huko saa hii. Naambia saa hii mkienda huko unajua vile kunachomeka sasa ni usiku. Watu ni wengi. Mambo ni mingi. Wacha tuachie serikali na wasima moto wasaidie watoto. Sikutaka kusema mambo mengi maana ilikuwa ni siri yangu na Mungu kwamba nilitoa mtoto wangu pale mapema. So ikichomeka hakukuwa. Na ilichomeka ile damu alikuwa analala. Bwana asifiwe. Mungu vile anafanya kazi yake uwezi ukaelewa. Wakinipigia nilishindwa kuwapa histori maana ni usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atakutoa katika hali ya hatari akupeleka mahali salama. Bwana asifiwe. Mungu atakubeba. Mungu hatakuacha uaibike. Mungu atakuondolea aibu. Mungu atakushika mkono na atakupa alama ya uaminifu. Hautaguswa na maadui. Watakutafuta kwa kioo. Wataona giza. Wataona giza. Wakati wanaitana wa Qur'ani na achari na kansa na presa na magonjwa ya kutisa, itarudi kwao katika jina la Yesu. Wataona giza. Bwana asifiwe. Wataona giza. Wakiita jina lako kwa mfano, kama wewe unaitwa Gladys. Wakiita Gladys ya kuja, wao wanakuja kwa kio yao. Wanashindwa mambo yamegeuka namna gani? Ni Mungu atageuza maana ni mwaminifu. Bwana Yesu ainuliwe. Ni Mungu atageuza.
Soma maandiko. Inasema Paulo na Sila hawakuwa na wasiwasi. Walijua ni nani aliye ndani yao. Wakangoja mpaka usiku wa manane. Wakamwimbia Mungu nyimbo. Pole pole wakamwimbia Mungu nyimbo za kuabudu. Lakini wewe kitiso kidogo kazini unalia unasema sina. Sina yani hukuona hii uniombe. Ninasumbuliwa hapa hivi. Lakini wale walitulia wakajua ni nani aliye ndani yao. Ni Mungu mkuu. Walimwimbia nyimbo, wakaomba Mungu, milango ya gereza yote ikafunguka, na wewe Mungu akufungulie milango ya baraka. Katika jina la Yesu. Bwana akutangulie na akusike mkono. Maana maandiko yanasema waliochagua kumwamini Mungu atawasika mkono na hata kuacha waipike katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna dada niliambia alikuwa ananiambia yeye yako miaka 46 hajui kama ataolewa. Sasa amewachana na hiyo maneno na akaongea na uchungu sana. Nikamwambia na umeokoka? Niambia niliokoka mpaka nikachoka. Na maombi umejaribu kuombea hili jambo Mungu akukumbuke. Niambia hata hiyo nimechoka. Wewe niambie kitu kingine sasa. Nikamwambia sitakwambia ingine, nitakwambia hiyo hiyo. Nikamwambia number 1, njia ya kufaulu. Usisinde kwa kioo ya msungu. Unajua kioo nayo iko na ujanja kuweka hiyo. Kumbe nimeisha hivi. Mpaka unarudisha kwanza chini, unapoa kidogo tena. Wacha kusinda hapo. Mungu ni mwaminifu. Bia mwenzako usisinde kwa kioo. Itakudanganya. Unajua wengine kamenunua ile full, ile kwa wardrobe. Akisimama anajiangalia. Tena nasonga kidogo. Tena narudi hapa. Kioo itakuchelewesha. Mwambie Mungu unanijua vyema. Hii kioo ni ya mzungu. Inaweza nitanganya mimi ni mweupe kumbe mimi ni mweusi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwambie Mungu nataka ndoa yangu. Nifungulie njia. Nitangulie. Bora usijichanganye njia. Na tuombe hapa. Na tuombe hapa. Na tumwambie Mungu hapa afungue njia ili Mungu asimame na wewe. Unajua ndoa nyingi Mungu ameshindwa kusimama nazo kwa sababu ya uchanja. Kwa sababu uliza mwenzako mshahara yako inajulikana nyumbani, unakupata pesa ngapi? Hebu niona wale wameachiliwa. Simunue mkono hawakuingia hata wale wanafanya kazi. Wakumbe ni wengi, ni sawa, mbarikiwe. Lakini mshahara wako nyumbani inajulikana. Amuongee? Kama inajulikana simuseme inajulikana. Kwa wachache lakini. Hiyo ni ukweli kwa wachache. Kwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambao wako pamoja. Ndio maana mzungu alisema kwa kila mwanaume mwenye amefaulu nyuma ya huyo mwanaume kuna nani? Kuna nani? Kuna mzee? Bwana Yesu apewe sifa. Walisema in every successful man, behind of that man, there is a woman. Na sio woman tu. Pia ni yule mama wa maono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzee ukiona mama anakusukuma sana anasema tuchenge nyumba, huyo ndio mama mzuri. Wasee mumbo. Ukiona mama mwenye anakuambia vile tunafanya kazi, tunafaidi tufanye hii, mimi na support. Huyo mama na support 100%. Kwa sababu gani? Mama mkwe ambaye anaitwa kwa kimombo mother in law atakufanyia mkutano wa dharura akisema wewe ndio unakula pesa mchini ya kijana yake. Kwa hivyo wewe suguma msee mwambie tunataka tufanya maendeleo, tufukuse fitina. Wakileta fitina unawaambia hata Nairobi atulipi rent. Tumejikaza, tumenunua mahali, tumechenga. Watanyamaza sasa. Watasema hao ni wadosi. Bwana asifiwe. Lakini mkikaa wote itasemekana mnahesabiwa miaka ile mmekaa mjini. Kukula vitu hii soft
Mama ndiye ataraumiwa, kijana yake hataraumiwa. Kwa hivyo mama ujikase. Bwana Yesu asifiwe. Hata huyu mama ndiye alienda kwa Gehazi akasema, mnapita hapa mara mingi na huyu mtumishi Elisa, wacha niambie mzee wangu tuwachengee kanyumba kwa kona mkicha murale. Mama mkaribisaji anakaribisha baraka kwa nyumba yake. Lakini mama mjoyo atasema baraka kwa heri. Mmenyamaza sasa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Mwingine alikaa na mtoto yatima. Unajua kuna watoto yatima lakini ni yatima kweli kweli. Lakini kuna wengine ni sumbua. Kwa hivyo yule aliyekaa naye ambaye alikuwa ni mtoto kweli kweli yatima mwenye busara akamsumbua. Yule mama akagonjeka. Alipokuja kwa maombi ananiambia sasa anateseka. Nikamwambia unajua hii mateso sitakuombea. Naona vile umeumia hivi. Ni ule mtoto unaishi naye unatesa yatima. Ama hakuna mtoto? Akaniambia kweli. Ako wa my sister alipasi. Oh, alipasi. Na wewe unatesa huyo mtoto alafu wako wanakaa vizuri. Sasa nenda urekebishe tabia upone katika jina la Yesu. Na pia uombe msamaha. Waambie Mungu umekosea ili upone na yule mtoto apate amani. Tupie Yesu makofi. Kwa hivyo nabii anaelekeza maana ako na roho. Ndio mnaona hapa maandiko yamesema yule mama alikumbukwa. Ni nini sasa wewe itafanya Mungu akukumbuke? Ni kitu gani? Ni kitu gani itafanya Mungu akukumbuke wewe pamoja na nyumba yako? Ni kitu gani? Kwa sababu hapa maandiko yamesema yeye alikumbukwa. Elisa anamkumbuka, Gehazi anamkumbuka, mpaka mfalme akasema basi anastahili kutendewa chambo, ni mtu mzuri. Arudisiwe mali yake. Kuna kitu Mungu anatafuta kwako. Aone umefanya nini ndiposa achilie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Anataka aone ni kitu gani iliyo ndani yako, ni kitu gani umefanya. Kuchochea wengine wanaacha ndoa, kuchochea wengine wanaacha kanisa, kuchochea wengine maombi na kanisa ni mbaya, lakini huu uko hapa. Huu uko hapa. Unasema hata wewe utawafuata, uwafuati, wewe uko tu. Uingii na utoki uko tu. Utabarikiwa lini? Bwana Yesu asifiwe. Imefika kipindi Mungu anataka kuangalia matendo ili awainue walio chini, awafanye wake vile maandiko yanasema. Na ndio maana yule mama kwa sababu ya kutii alipoambiwa nenda, alienda. Wakati wa shida alikumbukwa. Wakati wa mtoto wake aligonjeka na kufa, aliombewa akasimama kwa sababu ya msingi mzuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya msingi mzuri. Mwingine aliniambia kazi yake ni mbaya. Alikuwa anauza kwa siku pesa mzuri. Nikamwambia tangu usimamishe fungu la 10 mambo imeharibika. Siku ndio ulisema ukipewa kazi utatoa, unatoanga. Ati siku hizi nilisimamisha. Enda na wewe basi biashara isimame. Halo? Sasa akaniambia kumbe Mungu anaona hiyo. Nikamwambia kumbe unafikiri Mungu amelala? Vile ulimwomba ukamwambia ukinipa kazi na mimi nitatembea kwa uaminifu. Uliza mwenzako unafanyanga hivi? Muulize tena unafanyanga hivi? Kuna vita zingine tunapiganiwa na Mungu hata wakati tumelala. Kwa sababu umetenda nini? Mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unaona kama unasumbuliwa, mpaka unaingiza serikali hapo, nasema maisha ni mbaya, unaanza kuita majina mengine, wewe fanya pande yako. Serikali miaka 5 inaisha. Serikali itaulizwa miaka 5, hata Mungu mbinguni atauliza serikali, ulifanya nini? Wanakwaya, mlifanya nini? Mimi sine, ulifanya nini? Wewe member wa jaji, ulifanya nini? Utaulizwa. Utasema nini? Utasema uliitana Kasongo. Hii itahesabiwa huko. Hii huwezi kuhesabiwa. Kwa sababu maandiko yanasema kazi ya mikono yetu ibarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jikaza wewe ukiombewa, nenda mbele, fanya kazi. Mwingine nikamwambia wewe umekuwa nje miaka mingi hujapata kazi. Nitakuwekea mkono. Mungu wa mbinguni anasema utapata kazi. Ukienda ukiripoti, fanya wiki ngapi? 2. Urudi tena upige magoti kwa hii madhabahu. Nikuombee tena.
ndio hiyo kazi isike kwa mko. Anaenda kabisa miezi 8. Anaenda kabisa miezi 8. Ikiisha sasa wakati amefutwa, anakuja pole pole. Sini. Unanikumbuka? Unajua uliniombea hapa nikapata kazi. Tukakuwa busy. Busy, enda ukue busy tena. Ati hapana, nimefutwa. Huyo alitii. Huyo alitii. Akutii. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine nikamwambia Roho amesema huyu kijana mnakimbizana naye. Sio kijana. Ni mzee ako na kwake na watoto hawaendi shule. Wacha ati anajifanya ni kijana. Kaniambia sisi tumesaa kuisha kuelewana, naona hii maombi inanisumbua, akaenda. Sasa bila alienda wakati mambo ile alipika tena alirudi na machozi. Analia ananiambia sasa ule mtu amesima simu zote. Ya Orange amesima, ya Airtel amesima, Safaricom amesima, kwake Pipeline amechange nyumba. Ameenda ghorofa ya 6 ama ameteremka ground floor. Kukosa kutii ni mbaya. Utaumia. Bwana asifiwe. Sasa akaniambia baba yake ni mbaya. Ataenda amwambie mimba ni ya nani? Atachapwa na unaona shule hajamaliza. Itaenda aje? Aliweka university ametanganywa njiani. Bwana asifiwe. Usidanganyike na wewe mzee mwenye umepata pesa alafu uende kusomeza msichana university unalipa pesa. Utalilia kwa choo. Ati umempata huko unasema baadaye mtaoana. Taenda na kiatu moja ukitembea town watu wanasema kichwa imeharibika. Unasema hapana. Nililipa pesa shule. Nimeenda siku ya graduation. Nimepata ni mwingine. Amevaa suti ya black. Oh, nisaidie. It is too late, my friend. Tengeneza maisha yako. Rudi nyumbani saidia watoto. Nimekutuma hivyo. Nunulia bibi simu mzuri ya touch screen. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ati akusule na unalipa, wewe unalipa. Na wazazi wanalipa. Uliza mwenzako umesikia hiyo chumba vizuri? Hebu niona wale wa mama wako kwa ndoa. Paandiko imesema ni mama, sio msichana. Hawakuingia wengi leo. Hebu wale mko karibu kaulize hivi, nyumbani mnapiganga kelele? Si unisaidie hapa nataka kumaliza. Waulize mnapiga kelele nyumbani? Nataka tuelewane. Wewe unapiga kidogo? Oh, ni sawa. Na mwingine? Huyu amesema anapiga. Haya. Methali 14 mwenye ako naye atusome. Haraka haraka mstari moja tu. Methali 14 verse 1 haraka haraka. Hii inasema ni wamama, isemi wasichana. Si ndio? Hautasoma. Kelele nyumbani, kelele. Na usome kwa sauti kila mtu asikie. Wacha nisome katika jina la Yesu. Mwanamke mwenye hekima uchenga nyumba yake, lakini mpumbavu ulipomoa kwa mikono yake miwili. Anza tena. Mwanamke mwenye hekima uchenga nyumba yake, lakini mpumbavu ulipomoa kwa mikono yake mwenyewe. Bwana abariki neno lake. Hiyo maandiko inasema mwanamke mwenye hekima, Methali 14, uchenga nyumba yake kwa mikono yake miwili, lakini mpumbavu uipomoa kwa mikono yake miwili. Anaipomoaje sasa? Unajua hapa imeandikwa ni methali na ni kwa ufupi. Lakini sasa swali, anaipomoaje? Wakelele wamekubali ni wakelele. Hiyo kelele huwezi chenga, hiyo inapomoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ukiona mzee amepigiwa kelele, nimeona wengine anaenda ananunua bag, mwingine na kaunia ya sukari, narusa tu vitu yake. Sijui mwingine anaenda Pipeline, mwingine Tasia. Ukimuuliza anasema alienda kupumzika. Muulize ulienda, akaniambia akasema ile kelele iko nyumbani imefanya asonge mbele kidogo. Kelele huwezi kusaidia.
Bwana apewe sifa. Wacha atulie aongelezwe. Akikusinda niletee ripoti hapa. Tusikane na maombi tuombe. Maana maandiko inasema vizuri. Abrahamu na Sara walifanikiwa kwa kutembea pamoja. Ambia mwenzako walitembea pamoja. Wakabarikiwa. Joshua na mke wake na watoto walitembea pamoja. Wakabarikiwa. Kwa hivyo unity is power. Umoja ni nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale mnapiga kelele nyumbani na waombea Mungu awasaidie. Kelele hiyo isimame katika jina la Yesu. Sasa ukikuwa kama radio na mna hii hakuna kusema. Radio nayo italeta habari gani? Bwana asifiwe. Mzee akiingia hata kama ana makosa, ametoka kazi, amechoka, wewe weka maji, weka chai, kunywa kidogo ama juice kama aliwacha pesa. Hapo niona wale wasee wa kuacha pesa nyumbani. Amuinui mkono. Wale wasee wanaacha pesa nyumbani. Mzee unisaidie huko nyuma taa sijui imesikia. Hapana, tembea na pesa ya mboga mpaka saa 4 watoto watakula saa ngapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu mzee namhubiria leo asikie, aache pesa ya maziwa. Simseme amen. Apigiwe chai na mama. Kwa hivyo akiingia hata kama ana makosa ama amechelewa, acha kueleza kama amekosa ama amechelewa kazini. Kwanza akunywe mzee cha ama kajuice. Itategemea anapenda nini ama kahawa. Akitulia sasa ndio utamwambia pole pole papa nani. Na leo ni kama umechelewa kidogo. Ni kazi ilikuwa mingi kazini. Sasa unajua ataipika mwenyewe hata kama alikuwa kwa mako. Lakini ukianza kumkoona, ukianza kumfanyia hivi. Ati check time. Hii ni saa ngapi unaingia hapa? Rudi huko mahali ulikuwa. Sasa hiyo sio kuchenga mwili wa Kristo. Hii ni kupomoa hiyo ndoa. Bwana asifiwe. Hiyo nene imewakamata sana. Unaona wamejaa kwa hiyo laini ya kelele. Sasa mzee amesumbuliwa na muhindi. Mzee amesumbuliwa kwa ofisi, kwa nyumba tena asumbuliwa, anasema ni wapi nitapata amani? Nitulie kidogo. Pipeline naye mapepo kelele watu hawalali. Taenda wapi? Bwana asifiwe. Tutengeneza amani nyumbani. Ndio mnaona hata watoto wengine anatusi mtu tu intentionally. Ukimuuliza anasema hata Matea anasemanga hivyo. Sababu amezoea. Mwingine hata akienda shuleni hawezi kusoma. Anakumbuka mama yako salama, mama amepigwa na dadi. Paka anaenda anasema piga simu nyumbani. Paka mwalimu anauliza si umetoka nyumbani juice? Wewe piga tu. Anashindwa kunaendaje? Ni ile kelele aliona. Kwa hiyo wasee kama unakula samaki, waachia mama pesa ya samaki. Kama ni omena, wewe muachie. Bwana asifiwe. Na mama akiachiwa na yeye asipige kelele. Na hiyo pesa zipeleke kwa chama ingine ijulika. Wale wako na chama tatu. Sisemi kwamba wasee hawajui, nimesema chama. Wale wako na chama tatu wameinua. Wale wako na chama 2 sana sana ni chama 3. Haya, ni ngapi zimejulikana nyumbani na mzee? Bwana asifiwe. Ujanja aina hii. Niliuliza mwingine kwa maombi kwamba mzee analipa school fees, nanunua chakula, nalipa rent, akusumbui. Na hii unaficha wewe unapeleka wapi? Uliza mwenzako unafichanga? Unapeleka wapi? Hiyo pia utubu leo, mwambie utubu leo. Na wala wasalimiani msimame. Wala wasalimii wengine msimame. Leo injili yangu imeenda hivyo tu. Si unataka ubarikiwe? Na usalimii mwingine. Yule amesimama. Mpigie makofi huyo mama. Leo ni kusuli. Haya mwingine sio mmoja. Unaona kama ni mmoja? Ama nianza kuchagua na roho? Hapa mtanipea kazi ngumu na unajua wewe usalimie watu. Haya mwingine. Mpigie makofi wa pili. Unajua uweze barikiwa Shetani akikupea hiyo roho. Si ni kweli?
Alafu unasema ukikasirika hata uweze kupigia watoto. Unaona hiyo ni hatari. Haya, mwingine munisaidie. Haya, makofi kwake. Kumbe timu ni kubwa. Haya, sasa tumewacha pande hii. Pande hii wengine, sio mwingine, wengine. Raini. Mnaniwalipia wakati. Sinataka kuombea baraka. Nyinyi kaa tu. Bwana asifiwe. Wale waliinuka wakuja. Kuja mpige magoti. Sijamaliza kuhubiri na waombea hapa. Wale walisimama. Mungu anataka kuondolea hiyo roho. Usikuje saa hii kama huku simama. Wale walisimama, ni wapi kutakuwa kusuri hapa? Piga magoti hapa. Na kushukuru Mungu. Wewe ndio mwenye rehema, na maandiko yanasema Baba, zaidi ya mambo yote tumepewa amri ya upendo katika Kristo. Naomba Baba wa mbinguni uwasaidie wadada hawa wawe na roho ya msamaha na ya kusaidia wengine. Kuanzia leo badilishe maisha yao, yawe maisha ya baraka, yawe maisha ya baraka. Wapokee roho mpya, roho ya uokovu na roho ya upendo katika jina la Yesu. Roho ya kinyongo Baba, roho ya chuki na wivu uwaondolee, uwatawale na uwatakase, kwa sababu yeye ni Mungu. Nimewamwagia hii mafuta ili kwamba badilishe maisha yao. Maisha yao ibadilike. Maisha yao ibadilike na wapokee roho mpya ya upendo na ya amani katika Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Simama sasa. Chipake hiyo mafuta uso, warau msalimiane. Angalia mbele. Hii ni mafuta ya upako. Maisha imebadilika. Ngawaje timu kubwa ilibaki. Salimiana. Amen. Na mimi munisalimie. Mpokee upako mpya na muwe mnasalimia watu hivyo. Mungu awabariki, Mungu awalinde. Makofi. Amen. Amen. Siku njema na mna hii. Wewe ulikataa kukuja ukakaa. Pole. 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 Mzee apeleke pesa nyumbani. Tena ingie mapema katika jina la Yesu. Kama ulitoka kazi saa 10 mbona unakuja saa 2? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine walisema wanaogopa kelele. Anaona akuja baadaye kama wale watu wa kelele wamelala. Kila mtu arekebishe pande yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mtu arekebishe pande yake. Ndio Mungu aachilie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atawabariki, Mungu atawainua, Mungu atawatangulia, amutateseka, amutakufa kwa njaa, Mungu atawapa unono wa vyakula mbalimbali. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kisa mwenzako umeokoka? Muulize tu umeokoka. Uliza tena umeokoka. Kama hujaokoka uende uombewe. Na ngoje. Kama unajua tu roho yako kuna vikwazo kidogo, hujaelewa uko pande gani, Mungu anaitana katika wokovu. Uombewe. Kwa wale wamekuja tukapigie makofi. Na kanisa yote tusimame juu. Haleluya. Sasa mtanisongezea hii. Nikuombee neema. Maandiko inasema wale watakubali kumrudia Yesu watapata neema na maisha mapya katika Kristo, watabadilishwa, wataitwa wana wa Mungu katika jina la Yesu. Maandiko yanasema wale wameamini wakiri kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu awasaidie, awape neema. Msonge mbele kidogo.
Sema Bwana Yesu. Ngoja kidogo, usirudi kama unakuja tu. Hata mimi nimepiga breki kidogo. Hakuna kitu kizuri kama kumrudia Yesu kwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yako. Nikiomba uokofu huu, kama umefaa saa utoe. Na mikono usifunge hivi, uiwajirie hivi. Sema nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi na makosa yangu. Ufute jina langu katika kila kitabu cha ukusimu. Uniandike kuanzia leo katika kitabu cha uzima. Mahali nimekosea, Mungu wa mbinguni, nisamehe. 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 Nimeokolewa na wewe leo. Na kila mahali nitaenda, sitaona haya kusema Bwana Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, Mungu usiyeshindwa, Mungu wa uzima, uwafunika na damu ya Yesu. Wapendwa hawa Baba, wakubwa kwa wadogo, uwalindie uokofu sasa na siku zote za maisha yao. Wewe ni Mungu, uwashike mkono, maana maandiko inasema wale waliokubali sasa ni wana wako, na wewe ni baba yao. Uwalinde usiku na mchana, wanapoenda kusimama chochote walinyanganywa na dunia ambao ni ya Ibilisi. Baba mtakatifu, uwarejeshe baraka zao, waishi maisha mema ndani ya Kristo Yesu. Wafunguliwe na wainuliwe, kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Tupie Yesu makofi. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Sasa rudi mkae, na majina yenu yote muachie Tom Mwegadwa, maana sekretari yuko hapa leo. Sasa hapa nataka yule ndugu ako na kampuni ya maji akuje hapa na familia yake, yeye, mke wake na watoto, apige magoti hapa. Namba 2, kuna yule mama nilimwambia nimuombee maombi hapa. Fidaro aliniambia yule anatoka Kangwale akuje hapa. Alafu wale wengine wote niliambia waombee kwa madhabahu kwa kuwe saidi hii. Tufanye hivyo kwa haraka. Na Seli akuje na ile Fidaro alisema, apige magoti hapa, akue watatu. Tufuate hiyo utaratibu. Na ninaomba maombi kiendelee hivi. Wale ambao wako huko nje, hiyo mlango iesimiwe kidogo, ndiposa tuendelee kwa jinsi hiyo. Ule ndugu yuko hapa, ule anakuanga na kampuni ya maji. Nakushukuru Baba Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na hata Yakobo. Wewe ni mwenye rehema na wewe ni mwenye huruma. Umejaa neema na umejaa rehema. Uinuliwe na upewe sifa katika jina la Yesu. Ninaomba watakasa wapendwa, kwa sababu wewe ni mwenye rehema. Toa hii na mikono yako weka hivi tufunge. Naomba Baba tamaraki na utawale, kwa sababu wewe ni mwema. Utukuzwe katika jina la Yesu. Wewe ndio unaondoa kifungo Baba. Wewe ndio unaondoa laana. Wewe ndio unaondoa vizuizi. Wewe ndio unaondoa vifungo. Wewe ndio unatakasa Baba. Wewe ndio unatenda ishara, miujiza na maajabu kwa wale wote wanaokuamini. Naomba katika jina la Yesu uwatangulie Baba, uwatakasa katika jina la Yesu. Mungu usiyeshindwa, mwenye neema ni wewe, mwenye mamlaka ni wewe, mwenye nguvu ni wewe. Machungu na shida nyingi
dada huyu amepitia. Usisimamishe leo, umfungulie neema na baraka. Kila mahali anaenda akaone wema na mkono wako katika jina la Yesu. Nabii anasimamisha mbele yako iwe ya baraka. Mafuta hii ya baraka ifungue njia zake, kwa sababu yeye ni Mungu. Mwanae afunguliwe. Naomba katika jina la Yesu, umtakase Baba Seli Anjao Kwendo. Umtakase na ufungue kampuni yenye anafanyia iwe ya baraka katika jina la Yesu. Umtakase mwili, roho na mawazo. Kazi kama zipata kibali, kwa sababu yeye ni Mungu. Utukufu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umchalie neema na baraka ya uzima wa milele. Naomba mtakase Baba katika jina la Yesu. Yanayomuondolee giza na uongo wa Shetani. Umupe neema, umtakase mwili, roho na mawazo, kwa sababu yeye ni Mungu. Umtoe katika giza, umlete kwenye nuru. Utawale Baba, ufungue neema sao na baraka sao, kwa sababu yeye ni Mungu. Kila kifungo ya Shetani kwa maisha yao uiondoe katika jina la Yesu. Uondoe kifungo katika jina la Yesu. Uondoe kifungo katika jina la Yesu. Uondoe kifungo katika jina la Yesu. Naomba Mungu wa Yakobo ufungue neema na nyota sao na baraka sao katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Ukifika pale mahali utapiga magoti, omba 37. Sema, Mungu fungua nyota zangu na baraka zangu. Hiyo beba uiweke hapa. Na hiyo dhabihu weka hapa. Wale sijaombea msiende. Nyinyi msonge mbele kidogo. Wale mmeombea na mafuta, mmesikia vile mtaomba? Unaomba 37. Nasema, Mungu fungua nyota zangu na baraka zangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yule amerudi hajaombewa. Huyo ndugu hajaombewa. Baba, kwa sababu yeye ni mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, mkumbuke ndugu huyu pamoja na nyumba yake. Fungua Baba kazi yao ya mikono, fungua biashara yao. Simamisha kila vita ya Shetani. Takasa hiyo kampuni ya maji isidi kuwa kubwa, ipanuke, iwe ya baraka, na zile roho zinainuka kupigana na kazi ya mikono yake. Shindo katika jina la Yesu. Mungu wakumbuke, uwatakase, uwachalie neema na baraka. Kazi yao kuanzia leo ipanuke, iwe kubwa, ijulikane katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye neema, Mungu mwenye mamlaka. Utukuzwe milele yote. Uinuliwe kwa sababu yeye ni Mungu. Uwatakase Baba, uwapiganie vita, uwaondolee mabaya, uwafungulie mema katika jina la Yesu. Bori tarabosika Yesu rebai. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, wafungulie mema na uwaondolee mabaya, kwa sababu yeye ni Mungu. Jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe. Napo watakasa na hii mafuta wakumbuke. Mtakase mwili, roho na mawazo. Muondolee kifo, muondolee mauti na roho zote za kuzimu. Mpatie amani, kwa sababu yeye ni Mungu. Mbariki dada huyu pamoja na nyumba yake. Mchalie neema na baraka. Ndugu huyu wafungulie mema, waondolee mabaya. Malisa kila kesi mbele yake milele. Mpiganie vita, maana katika madhabahu watu wako wanafunguliwa. Tenda mema, kwa sababu yeye ni mwema. Wachalie neema na baraka maishani. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye mamlaka. Wewe ndio muumba mbingu na nchi. Firo ulimkumbuka yule mama, ukamtuma mbali wakati wa njaa, akakaa nchi ya Wafilisti. Mungu mwenye neema na rehema, ulimrejeza tena Baba, na alipopata mali yake imeenda, ulirejeza Baba. Ulirejeza Baba. Ulirejeza Baba. Ulirejeza Jehova. Yoyote yule amenyanganywa, iwe ni ndoa amenyanganywa, iwe ni biashara amenyanganywa, iwe ni roho amenyanganywa, iwe ni wokovu amenyanganywa, iwe ni watoto amenyanganywa. Naomba Mungu mwenye heri, naomba Mungu mwenye mamlaka,
Ulecheza Baba, ulecheza Rabi, ulecheza Mungu wa Yakobo, ulecheza katika jina la Yesu, ulecheza Mungu wa Israeli. Kama ni hivi alecheza Baba, lecheza katika jina la Yesu. Mwambie Bwana lecheza, mwambie Bwana Yesu lecheza, mwambie tena lecheza, mwambie lecheza afya yangu, lecheza baraka zangu, lecheza biashara yangu, lecheza njia zangu, lecheza familia yangu, lecheza ndoa yangu. Mwambie Bwana lecheza. Bori tarabosi karadai. Mwambie Bwana lecheza, mwambie lecheza, mwambie Bwana Yesu lecheza, mwambie lecheza, mwambie lecheza, mwambie lecheza. Mungu wa Israeli lecheza. Yesu Kristo lecheza baraka zangu. Mwambie Bwana Yesu lecheza, mwambie lecheza, mwambie lecheza, mwambie lecheza, mwambie nimekataa wale wachawi waliopigana na baraka zangu. Mwambie Bwana umekataa, umekataa. Oh, ribai, ribai latin, Baba ribai, Baba latin, Baba ribai. Yes, ribai Baba ribai, ribai ribai. Wale maadui waliopigana na wewe, Mungu anawaondoa, mbara zake anaondoa, wenye wifu wanaondolewa, wakora wanaondolewa, wachawi wanaondolewa. Hey! Ribai Baba latin. Ondoa vifungo, ondoa vifungo, ondoa kifungo. Hiyo miguu inauma, naomba Mungu ifunguliwe sasa, ifunguliwe, ifunguliwe. Kanyaga vizuri, mwambie Bwana ifunguliwe, 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 mwambie ifunguliwe. He! Ribai Baba latin, ifunguliwe, ifunguliwe. Hiyo mchengo ya nyumba ifunguliwe, hiyo samba iliyofungwa ifunguliwe, hiyo nyota iliyofungwa ifunguliwe, ifunguliwe. Mwambie Bwana fungua. Oh, ribai. Kila nyota iliyofungwa mbele ya wapendo hawa wafungulie, 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 wafungulie Baba. Tuma malaika wa mbinguni mwenye kusimamia nyota afungue sasa, afungue sasa. Neema ya urejesho afungue sasa, afungue sasa. Kwa wenye imani, kwa wenye imani, kwa wenye imani, afungue hiyo neema, neema ya baraka, neema ya baraka. Haleluya. Oh, ribai. Neema ya baraka, neema ya baraka ifunguliwe, ifunguliwe, ifunguliwe. Uione kwa ndoa, uione kwa biashara, kila kona uione. Asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Uinuliwe kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa roho. Mungu akuinue, Mungu akuinue. Wale waliopigana na wewe, Mungu amezukisha neema ya kupigana na wao, ya kupigana na wao, ya kupigana na wao. Mungu amezukisha sasa neema, 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 neema. Oh, neema Baba, neema ya kupigana na wale wanaopigana nawe. Mungu amezukisha neema. Oh, haleluya. Oh, ribai. Baba mwenye neema, Baba mwenye neema, Baba mwenye rehema, Baba mwenye huruma, Baba mwenye nyota, uwainue, uwainue, uwainue Baba, uwainue Baba, uwainue Jehova. Mahali wanafanya kazi, uwainue Baba. Walienda kinyume, uwasamehe, uwainue. Waliopigana na roho, uwasamehe Baba, uwainue. Walienda kinyume Baba, uwasamehe, uwainue. Uwasamehe, uwainue Baba. Uonekana Baba, wewe ni Mungu, mwenye rehema ni wewe, mwenye mamlaka ni wewe. Tunainama na kuinuka mbele zako Baba na kusema, Jehova Mungu, unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili Jehova, unastahili Mungu wa Yakobo. Wewe ndio unaondoa utasa, wewe ndio unaondoa laana, wewe ndio unaondoa magonjwa, wewe ndio unaondoa kifo, wewe ndio unaondoa masikini, wewe ndio unaondoa njaa, wewe ndio unaondoa mateso. Shughulika Baba, shughulika Jehova, shughulika Rabi, shughulika Mungu wa uzima. Onekania kila mmoja kwa sababu yeye ni Bwana. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Borita saida. Nenge Yesu rebai. Utukufu milele. Utukufu milele. Utukufu milele. Utukufu milele Baba. Uinuliwe milele. O Jehova Mungu. Uinuliwe milele. Zaburi 14. Uinuliwe Jehova. Uinuliwe Rabi. Isaya 9. Uinuliwe Baba. Uinuliwe Jehova. Ufunuo 12. Uinuliwe Jehova. Utukufu Mungu wa Yakobo. O Jehova Rabi. Uwatia alama Baba. Uwatia alama Baba. Alama ya uaminifu. Uwatia alama Baba. Ufunuo 12. Uwatia alama Baba. Uwatia alama Rabi. Ufunuo 12. Horebai. Horebai. Kondoo walio wako. Unawajua Baba. Unawajua Baba. Unawajua Jehova. Unawajua kondoo zako. Unawajua kondoo zako. Uwasike mkono Mungu wa rehema. Uwaondolee vifungo. Uwaondolee vita Baba. Uwaondolee magonjwa Baba. Uwaondolee madeni Baba. Uwaondolee njaa Baba. Uwainue Mungu. Uwainue Rabi. Vile Baba ulimuinua yule mwanamke aliyekuamini. 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 Wainuliwe sasa. Mwambie Bwana sasa. Mahali unataka kuinue. Amezukisa hiyo neema. Mwambie Bwana akuinue. Bwana Yesu. Baratarabosi karadai. Nenge Yesu rebai. Nenge Yesu Jehova. Neema yako inatosha Baba. Uinue kanisa hili. Uinue wanakwaya. Uinue watumishi wako. Uinue viongozi Baba. Uinue kijiji hiki. Uinue yatima wajane na masikini na Baba. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Mungu Baba. Kwa sababu wewe ni Mungu Jehova. Kumbuka pamoja na nyumba yangu. Utangulie mbele Baba. Katenda makubwa Baba. Kwa hiyo neema Baba. Kila mmoja inuliwe. Kila mmoja atakasike. Kila mmoja afanikiwe. Kila mmoja abarikiwe. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kila mmoja Jehova Mungu. Utakaze mikono yake Baba. Kila mmoja Baba. Chochote anazika. Afanikiwe Baba. Hainuliwe Baba. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye mamlaka. Wewe ni mwenye nguvu. Unastahili. 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 Unastahili Baba. Unastahili Jehova. Uwaguse mwenyewe. Uwainue mwenyewe. Uwabariki mwenyewe. Uwatengeneze njia mara pasipo na njia. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Jehova. Tunainua jina lako. Unastahili Baba. Unastahili Baba. Unastahili Jehova. Ukumbuke kanisa lako. Katende mema Baba. Kaenda vifungo na vita Shetani Baba. Ore bhai. Katutende mema. Katende mema Baba. Katende mema Baba. Katende mema Baba. Karechese neema. Karechese baraka. Kaenda aibu Baba. Wewe ni Mungu. Uinuliwe milele. Mungu wa Yakobo. Mwenye rehema ni wewe. Mwenye mamlaka ni wewe. Umetenda Baba kama vile umeona vyema. Umetenda Baba. Umetenda Baba. Umetenda Baba kama vile umeona vyema. Umetenda Baba. Umetenda Jehova. Umetenda Rabi. Uinuliwe Baba. Utukuzwe Baba. Baba sifa Baba. Uinuliwe Jehova. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye nguvu. Wewe ni mwenye mamlaka. Wewe ni mwenye neema. Wewe ni mwenye nguvu. Ondoa kifo na mauti kwa Rebeka Baba. Ondoa kifo ya achali katika jina la Yesu. Mfunike Baba na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Ondoa mitego mbele. Ondoa kisirani mbele. Kwa sababu ni Mungu. Funika Dennis Robert Baba. Na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Ondoa vifungo na vita Shetani mbele yake daima. Mchalie neema. Mchalie neema. Ribai Baba. Baba ribai. Kifungo iondolewe. Baba ribai. Kifungo iondolewe. Kifungo iondolewe. Naomba Roho wako atawale. Aondoe kifungo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Funika Dennis Baba na damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Tuite wote damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kifungo iondolewe. 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 Kifungo iondolewe. Katika jina la Yesu. Afunguliwe. Afunguliwe. Masomo ifunguliwe. Ainuliwe. Bora ile tena.
Baba ribai, Baba ribai, Baba ribai, Baba ribai, Baba ribai, Baba ribai. Utatanizi wa Shetani uondolewe, uondolewe. Tawala Baba, tawala, tawala. Mwambie Yesu tawala, tawala, tawala sasa. Tawala Yesu Kristo, tawala kila kona. Tawala Yesu, tawala, tawala Yesu Kristo. Tawala ondoa magonjwa, tawala ondoa kisirani, tawala ondoa mabaya. Tawala wainue wale wamekuamini, wasiremewe tena, wapate unono wa inchi na baraka, kwa sababu yeye ni Mungu. Unastahili Baba, unastahili, unastahili, unastahili Jehova. Wewe ni Mungu mwenye neema, mwenye mamlaka, mwenye neema, mwenye mamlaka. Uondoe mabaya, uondoe mabaya na kila roho mbaya sinayepigana na kanisa hili, sinayepigana na wafuasi, sinayepigana na watumishi. Tunasiondoa sasa, tunasiondoa sasa, tunasiondoa, tunasiondoa sasa. Kila roho zilizotumwa na Shetani kupigana na watumishi, kupigana na kanisa, tunasiondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo mabaya yao tunageuza, hiyo laana tunageuza, hiyo magonjwa tunageuza, tunageuza hiyo laana, hiyo presa, hiyo sukari, hiyo kansa, tunageuza hiyo umasikini, hiyo madeni, tunageuza yote, hizo laana zote tunageuza iwe baraka. Tunageuza sasa, tunageuza, tunageuza hiyo mabaya, tunageuza sasa, tunageuza hiyo mabaya yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Irudi kwa Shetani, irudi kwa Shetani, irudi kwa Shetani katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Borita saida nenge Yesu rebai sontiria lagoria bori tarabogora nangai nenge Yesu radin. Santa Baba, Santa Rabi, Mungu mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye mamlaka. Umetenda makubwa, umetengeneza njia, umetengeneza njia, umetengeneza njia. Ndio, 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 ndio Rabi, ndio Baba, ndio Jehova, ndio Baba, ndio Rabi, ndio Kristo. Umetengeneza njia, umetengeneza njia, na hiyo roho inapigana Baba na kuelekeza Baba, tunaiondoa katika jina la Yesu. Iondolewe, iondolewe, iondolewe. Ndio, ndio, iondolewe, iondolewe. Hiyo roho iondolewe. Hiyo roho inapigana nyumba yake, hiyo roho inapigana kazi yake, iondolewe. Yesu tawale, Yesu tawale, Yesu tawale. Kila roho inapigana na seli kwando, tunasema iondolewe, 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 iondolewe katika jina la Yesu. Kila roho inapigana na Isa Kabosire, iondolewe. Hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Hiyo roho inapigana na Tomu Egadwa kutoka nyumbani Baba. Hiyo roho iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Hiyo roho inapigana Baba na Karo Maraga, tunailani hiyo roho, iondolewe, iondolewe. Hiyo roho iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Kila roho inapigana na yeye, iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe. Asema Bwana iondolewe, hiyo roho iondolewe. Rabai Baba Ratin, iondolewe, hiyo roho iondolewe. Yesu Kristo, naomba utawale, naomba utawale, naomba utawale. Mwambie Bwana Yesu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu. Bwana Yesu, tawala maisha yangu. Mwambie tena, tawala maisha yangu, tawala. Mwambie Bwana Yesu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala roho yangu, tawala roho yangu. Mwambie Bwana Yesu, Bwana Yesu,
Bwana Yesu, tawala roho yangu. Bwana Yesu, tawala roho yangu. Tawala roho yangu. Mwambie Bwana Yesu, tawala roho yangu. Nifungulie mema na uniondolee mabaya. Santa Baba, Santa Rabi, Rotorobo Sekaradaya, Nenge Yesu Rebai. Uinuliwe Baba, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye rehema, umetenda makubwa. Uinuliwe milele. Funika hii madhabahu na damu ya Yesu. Funika wanakwaya na damu ya Yesu. Funika wazee na wamama na damu ya Yesu. Funika wana yote Baba na damu ya Yesu. Funika Sunday School Baba na damu ya Yesu. Funika kila mmoja Baba na damu ya Yesu. Funika Franklin na Ndai na damu ya Yesu. Na wale wote Baba uliyebariki Jehova kutoka kwa kanisa Baba wakaenda nchi za ng'ambo na wengine akaunti mbalimbali, wafunike Jehova na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu uwalinde Baba wanapoingia Baba, wanapotoka Baba, waone mkono wako, waone mkono wako, waone mkono wako, waone mkono wako. Haleluya, haleluya. Inue mkono wa kulia. Haleluya, haleluya. Mwambie Bwana Yesu, nikutanise na baraka zako, niachie baraka na mimi nitashuhudia umenitendea makubwa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Tusangilie mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hana, hana,
kilio chako kimekwisha.
sasa